Haya ni furaha yangu leo, nimepatana na nyinyi kwa devotion ya leo ambayo imekuja kwa ghafla ili niweze kuzungumzia jambo fulani ambalo limekuwa ni swali, limetoka kwa mmoja wenu ambaye ameuliza kuhusu uponyaji na miujiza ya uponyaji ambayo imekithiri ulimwenguni hadi sasa. Na ni kwamba uponyaji siku hizi ambao unaonyeshwa katika makanisa imekuwa ni kama ni swala la kuvutia watu, na wengi wameweza kuyaacha baadhi ya familia, kuyaacha baadhi ya mambo yao ya kibinafsi kwa kusudi ya kupata uponyaji. Wengine hata wameondoka katika makanisa waliokuwemo kusema ya kwamba kanisa lao halina uwezo la kufanya uponyaji. Wengine wanasema kanisa yenu haina roho kama ile iliyo katika makanisa yetu ambayo kanisa fulani. Na pia imekusudiwa ya kwamba watu wameanza kuabudu wanadamu kwa njia ya wahubiri walio na uwezo ya kutoa mapepo hayo. Na utawapata watu wanakuambia, wanakupatia baadhi ya suluhu. Iwapo unahitaji kupona, unahitaji nini, anakuambia njoo kwa mnenaji wetu, mhubiri wetu, au yule mtu ambaye anayemfahamu kulingana na jinsi anavyoona ya kwamba huyu anaweza fanya matibabu. Na watu wengi wameweza kupotea kwa ajili ya kufuata tu miujiza. Lakini leo nataka tujifunze kuhusu jambo hili, ya kwamba pia shetani miujiza mingine anaweza kutoka kwa shetani. Sisemi ya kwamba Mungu hawezi fanya miujiza, lakini pia kuna sehemu ya miujiza ambayo Mungu hahusishwi nayo. Na pia haimaanishi ya kwamba kwa sababu Mungu anaweza fanya miujiza na mwovu hawezi fanya miujiza. Leo nataka nikudhibitishie ya kwamba baadhi ya miujiza Mungu hahusiki kamwe. Na je, yanatokana na nani? Tutakuja kujiuliza. Na mwishowe nitakuja kukuambia ya kwamba Mungu aliweza kuacha miujiza inayoonekana kwa macho sasa, na kuacha ulimwengu kufuata mambo yake. Lakini Biblia inatutahadharisha kuhusu nyakati hizi za mwisho, kwa maana mambo haya yote yatadhihirika. Na ndio maana Yesu kwa baadhi ya mambo aliyokuwa anaonya watu wa nyakati hizi za mwisho alituambia ya kwamba watatokea makristo na manabii wa uongo wakiwaambia Kristo ako hapa, Kristo ako hapa. Lakini Yesu anatuambia tusisadiki. Kwa maana gani? Kwa sababu watu watajitokeza wakisema yeye ni Kristo lakini siyo yeye. Na Yesu anatuambia hivi katika kitabu cha Mathayo 24. Nataka tuweze kutafakari swala hili, kwa maana ni muhimu sana. Wale tunaoishi nyakati hizi ambao tumeshindwa kubainisha uwepo wa Mungu kwa mambo yanayohusika ulimwenguni huu. Lakini leo nataka tujaribu kufafanua kwa undani ili tuweze kuona mambo haya yanatokea vipi. Tunaposoma katika kitabu cha Mathayo 24 na tutaenda katika mstari wake wa ngapi? Mstari wake ni wa 24. Sawa, mstari wake ni wa 24. Ama tutaanzia mstari wa 22. Acha tusome Mathayo 24 mstari wa 22. Nasema, na kama siku hizo zisingalifupishwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupishwa siku hizo. 23 nasema, wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Hivyo Yesu anatuambia nyakati hizi tutakapoambiwa Kristo yuko hapa, Kristo yuko kule, tusisadiki. Anaendelea kusema kwa mstari wa 4, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Hebu sikia, Yesu anakadiria hadi kiwango cha upotovu kiwango cha matendo ya upotovu itakayotolewa na manabii hawa. Anasema mstari wa 24, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Ishara kubwa na maajabu, hadi Kristo anakadiria kiwango cha jinsi itakavyokuwa.
si jambo jepesi, si jambo rahisi, si jambo tu la mzaha, lakini litakuwa jambo kubwa na maajabu sana. Kwa maana hata wanadamu watashindwa kubainisha iwapo ni ukweli, iwapo ni uongo, na kwa sababu nia ya mwovu ni kujaribu kuwavutia watu katika njia hiyo. Na ndio maana Yesu anapotuonya, hata katika maandiko mengine pia tunaambiwa, kwa sababu hata katika mafundisho ambayo wanadamu wanapewa ndiyo yanayowafanya kuamini ishara hizo. Mafundisho hayo ambayo pia tumeambiwa katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, tuweze kujitahadhari sana katika mambo tunayoyasikia, kuyaona na kushuhudia. Yule anayesimama katika mabaraza kukunenea, lazima uwe imara katika neno, ili usije ukadanganyika kwa mambo yatakayotokea. Ndio maana tunaambiwa hapa katika kitabu ni cha Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Hili ni onyo sana sana kwetu sisi tunaoishi na kwa kila mwanadamu aliyoko sasa, kwa maana mambo haya yametupata kwa ukamilifu wake sasa. Anasema katika Timotheo wa kwanza 4, waraka wa kwanza Timotheo 4 mstari wa kwanza, anasema basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Haya, hebu sikia, ati Paulo anasema nyakati za mwisho, na si ni sasa sahi tunaishi. Anasema sasa watu watajitenga na imani. Kwa maana gani? Kwa nini watajitenga? Kwa sababu watakuwa wametia masikio yao. Kwa nini? Anaweza kusema wakisikiliza roho zidanganyazo. Kwa hivyo tunaambiwa katika nyakati hizi kumbe kuna roho zidanganyazo, na watu watakaojitenga katika imani watakuwa wanasikiliza roho zidanganyazo, anasema, na mafundisho ya mashetani. Kwa hivyo katika nyakati hizi, katika hayo tunayoshuhudia ni kwamba kuna sehemu mbili ya mambo tunastahili kujua, ya kwamba kwanza kuna roho zidanganyazo, na pili kuna mafundisho ya mashetani. Na kati ya mafundisho hayo ndio yanayochukua wanadamu hapa. Kristo anasema watafanya ishara kubwa na maajabu, na ishara hizi zinatoka kwa maana wanadanganywa kwamba hivi ndivyo uwepo wa Mungu unavyofanya kazi, na wanaweza kuashiria kwamba kile kinachotendeka ni uwepo wa Mungu. Lakini leo tutakuja kudhihirisha kwamba mambo yanayofanyika sasa, hata Kristo alituonya akatuambia ni ishara zitakazofanywa na makristo na manabii wa uongo. Na Timotheo anatuambia jinsi watakavyokuwa wanafanya, au wale watakaoathirika watakuwa wameathirika katika njia gani, kwa sababu wanasikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na hata katika kitabu cha Ufunuo 13 tunaweza kupewa baadhi ya mwongozo, ili tuweze kuona ni nani nyakati hizi, ni nani anayefanya miujiza. Katika kitabu cha Ufunuo 13, Ufunuo 13 tangia mstari wa 13 na 14, tasoma mafungu mawili tu kisha tumalize. Inasema 13:13 inasema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia makao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Kwa hivyo tunaambiwa katika nyakati hizi za mwisho ishara zitatokea kubwa sana kwa wanadamu, na hizi zitakuja kuwakanganya wengi. Na ndio maana tunaonywa na kuambiwa atafanya ishara, hata kutoa moto wapi? Kutoa moto kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya mwanadamu. Hebu ona hatari tulionayo sasa. Na ndio maana watu wengi wameweza kupotea katika lindi hili la uongo, kwa maana hawasomi. Na shetani huwa mjanja sana, kwa sababu yeye hutembea akitafuta sana watu ambao hawajajikita mizizi katika neno. Na ndio maana tunapoambiwa hata katika Petro wa kwanza mstari wa 5, Petro waraka wa kwanza Petro 5 mstari wa 8, anatuonya sana, anatuambia hivi ya kwamba muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Hivyo tunaambiwa tuwe na kiasi na kukesha. Kwa hivyo tunatahadharishwa siku zote tujitie bidii kwa kusoma na kujiweka wakfu na kujituliza mbele ya Mungu, kwa maana mwovu yeye hutafuta yule wa kummeza. Na leo najaribu kukuambia kwamba wale watakaojitwika kwa kusoma neno la Mungu hawatapotea. Kwa maana gani? Neno hili linatufunulia mawazo, matendo
na matukio nyakati hizi ambazo zitafanywa na mwovu kupitia wakala wake. Na wakala wa mwovu ni hao makristo na manabii wa uongo. Anafanya hivi ili aweze kusudi lake aweze kukukosesha wewe kuona utukufu wa Mungu na kuweza kufikiria kuhusu mbingu. Lakini leo nakutahadharisha na kuambia kile ambacho kinafanyika lazima ujitahadhari sana, kwa maana neno limetuweka wazi. Tunastahili tuchukue mfano wa Kristo ambaye alitumia kinga kujaribu kumpinga mwovu kwa juhudi zote alizojaribu kuleta kwake. Na hivi ndivyo tunajaribu kufanya. Unaposoma katika kitabu cha Luka mstari wa 4, katika jangwa la majaribu ambalo Kristo aliweza kujikuta pamoja na mwovu katika sehemu hiyo, aliweza kuhakikisha kwamba kupitia neno amemdhibiti yule mwovu ipasavyo. Biblia ndio kinga yetu siku zote. Na chochote kinachofanyika lazima tutumie Biblia kuwa ndio ngao ya kuweza kupima mambo yanayohusika na yanayofanyika na kusikika katika vinywa vya manabii. Kwa maana leo ujue ya kwamba kuna roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na ndio maana watu wengi leo kwa kukosa kusoma neno ili waweze kujiweka na kujikinga vyema, wameweza kuchukuliwa na mafundisho hayo ya uongo pamoja na mafundisho ya mashetani. Lakini tunatahadharishwa kwamba jinsi hata Hawa alivyodanganyika ndivyo wanadamu walivyodanganyika. Na huo uongo huo walioanza kutoka zamani ndio wanaendelesha hadi sasa, kujaribu kukufunza kuhusu mambo ambayo wanadamu wanajaribu kufanya. Na yote tunaambiwa kwamba lazima tujiweke wakfu tukijitayarisha, kwa maana mwovu ambaye ni adui mkubwa wa Mungu tangia zamani atakuwa nasi. Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili 2 mstari wa ngapi? Wathesalonike wa pili. Nataka tusikie naye anatueleza nini katika mambo haya, ili katika yote tuweze kujumulisha na mwishowe tuweze kufahamu ya kwamba ni wapi tunastahili kuegemea ukweli wetu. Kitabu cha Wathesalonike wa pili 9. Wathesalonike wa pili 2 9 hadi 10 inasema, nataka usikie. Inasema hivi: vivyo hivyo wanawake na wajipambe. Samahani, hiyo ni Timotheo. Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 9 inasema hivi kuhusu ishara ambazo tuko hapa. Hizi ni baadhi ya onyo ambazo tumepewa. Inasema hivi, inaanza kusema yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani. Umesikia? Kwa hivyo tunaambiwa mambo yote yanayotendeka ni mfano wa kutenda kwake nani? Shetani. Kisha anasema kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Umesikia? Kwa uwezo wake ishara na ajabu za uongo. Na anasema na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Umesikia? Kwa sababu hawakutaka kupenda ile kweli wapate kufanya nini? Kuokolewa. Kwa hivyo tuko katika hatari iwapo tutakosa kupenda ile kweli, kwa sababu atakuja na madanganyo kwa wote waliopotea. Natumai mtazamaji wangu haujakusudia kupotea, na ndio maana leo umeona vyema tuweze kusoma. Na ndio maana Mungu anatuambia siku zote tuweze kujitahadhari na kujiweka vyema. Wafilipo anasema 4:13, na yaweza yote kupitia kwake Yesu anitiaye nguvu. Kristo ndio kinga yetu siku zote. Na mwovu anapokuja na majaribu hayo, ni lazima tuweze kujikinga na mambo yake yote, tusije tukachukuliwa na mambo hayo, kwa sababu wengi wamekuja kutudanganya na kutuweka katika hali ambayo haifai. Lakini sasa leo katika devotion yetu hii, natumai tumeweza kufahamu ya kwamba mambo yote yanafanywa kwa ajili ya kuwapotosha wanadamu, ya kwamba Shetani hataki uweze kufahamu na kujua utukufu wa Mungu ung'ae katika maisha yako ili kuokoka na kumtukuza yeye. Na hiyo ndio imekuwa kusudi lake siku zote. Kwa hivyo leo nikijaribu kumalizia, nawaambia kwamba jinsi Mungu alivyofanya ndivyo atakavyotuwezesha sisi. Anasema katika, tajaribu kusoma
kusoma katika kitabu cha mwisho cha Isaya 28, kitabu cha mwisho cha Isaya 28 mstari wake wa 17. Isaya 28:17, nataka tumalize na fungu hili. Isaya 28 mstari wake wa 17. Isaya 28:17 ambalo ndilo timizo langu la mwisho. Isaya 28:17, samahani. Isaya 28:17 inasema, nami nitafanya hukumu kuwa ndiyo kanuni na haki kuwa ndiyo timazi, na mvua ya mawe itachukulia mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatapangarikisha mahali pa kujisitiri. Haya, wacha nirudie, hili ni neno la Mungu la mwisho kwetu ambalo pia mimi nawapa kama fungu letu la mwisho. Anasema Isaya 28 mstari wa 17, nami nitafanya hukumu kwa kuwa ndiyo kanuni na haki kuwa ndiyo timazi, na mvua ya mawe itachukulia mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatapagarikisha mahali pa kujisitiri, na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliyopatana na kuzimu yatasimama. Pigo lifurikalo litakapopita, ndipo ninyi mtakapokanyagwa nalo. Kwa hivyo hili ndilo tamko la Mungu kwetu, himizo kwetu, na pia kwa wale wanaojihusisha na mambo ya uongo. Mungu anasema ameweka hukumu juu yetu, kila mmoja wetu. Hebu na Mungu aweze kukubariki wewe unayetazama na kujiunga nami siku ya leo, uweze kufahamu yote ambayo unakusudia, ili uweze kujiweka imara katika kinga maovu ijayo, na Mungu akujalie.